Hapa tumekutana na Kalisa na leo tupo kwenye iftari maalum special kabisa. Kalisa, habari yako bwana? Mambo vipi Sheikh? You good? Alhamdulillah. Bwana, tunamalizia Ramadhani yetu na tumeshaona iftari nyingi hatujakuona. Leo imekuwaje kwenye iftari hii hasa, labda mwaliko wako, uhusika wako mkubwa? Kiukweli mimi kwenye Ramadhani hii siku ambazo nimekula nyumbani nadhani siku 10 tu kwenye mwezi huu. Hizi 20 zote nimekuwa ni mtu wa kufuata mialiko na nimekuwa siendi sehemu ambayo sijaalikwa. Nimeona mialiko mingi sana imefanyika ya wasanii na watu tofauti, lakini kama haujapita kwangu na nitaona uko nje ya maadili siwezi kwenda. Huu nimeona una maadili na furaha ni familia yangu, kuzingatia mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa sadaka. Kwa hiyo kama unakumbukwa kwenye sadaka na unaonekana kuna umuhimu wa kuwepo sehemu na watu wanaoheshimu uwepo wako, basi I think ni moja kati ya baraka ambazo vitu zifuate. Kuna iftari ambazo zimeletwa mwaliko ambapo kaziona labda hazina maadili ukashindwa kwenda kama ulivyosema? Ya naam, kwa sababu tunafahamu tunajua dini inasema kwamba wanaohitaji zaidi kufuturishwa ni watu ambao labda hawana uwezo wa kuafford kula chakula, si ndio? Lakini naona iftari nyingi ambazo nimekuwa nikiziona ni zile za kutaka kutambiana, yani kutambiana. Tunajua kuna watu wengine wanafanya shughuli ambazo si sawa, lakini kwenye iftari yani kuna vitu ambavyo mimi naona kama vitanitengua saumu yangu. Lakini nimefika hapa simuona hata watu wenyewe wanaonihoji wamevaa kistara, unaelewa? Naongea hapa kuna background music na kitu kama hivyo. Kwa hiyo unaelewa kabisa hichi ni kitu ambacho nastahili, si kitu ambacho kitana kutengua nini. Kwa hiyo yes, speaking about iftari nyingi, kweli ziko nyingi zilikuja, lakini nilikuwa naangalia yani hii nyuma yake kuna nini. Unaona iftari hapo nyuma yake kuna kitu kingine, sio tu iftari. Unaona hapa si sawa. Nimefurahi pia kukuona Kalisa, tumekuzea mtu wa mabodi nini matatu na vitu kama hivyo, lakini unaheshimu mwezi wa Ramadhani, upo kwenye kanzu na vitu kama hivyo. Ni vitu gani unakuwa unajizuia kufanya hasa wakati huo mwezi wa Ramadhani unapofika? Unakuwa uwezi kabisa kuifanya ambapo kwa kawaida labda huwa unavifanya? Sio tu kwa mwezi wa Ramadhani, alhamdulillah, naomba Mwenyezi Mungu aniongoze. Niko na shekhe wangu hapa, ananisaidia baadhi ya vitu nikikwama. Alhamdulillah, vitu vingi ambavyo nimekuwa nikifanya na namna ambavyo nilikuwa nikiinspire watu kwenye namna tofauti tofauti. Alhamdulillah, kwa sasa hivi itakuwa tofauti. Sitakuwa yule ambaye alikuwa yule Kalisa yule ambaye wakuonesha vitu sio tattoos, sio boxers nini. Nao Allah kuna viumbe analeta kwa ajili ya kutuokoa, kutufundisha baadhi ya vitu. Niko na ndugu yangu hapa karibu, shekhe wangu, kwa muda mfupi amenisaidia vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna vitu nimeacha, lakini sijaacha tu kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Nimeacha for good na alhamdulillah, naomba Mwenyezi Mungu aniongoze kwa sababu si mimi, yeye ndo mpangaji zaidi. Kwa hiyo kuna tabia nyingi nimeacha, ikiwa moja hicho ambacho umekisema wewe, lakini insha Allah Allah anapanga, lakini mimi vitu vingi sitafanya tena, kama mambo ya music videos yale sitafanya tena. Unamaanisha hata likija dili sasa kwamba bwana tunahitaji uvae high heels zetu, viatu vya kike na dili ni pesa ndefu, tunakujua ni modo, utalitolea nje? Kama kitenda nje ya maadili yangu itakuwa sio sawa. Shekhi wangu anajua hapa katikati ya mwezi wa Ramadhani kuna dili moja lilikuja jingine milioni ngapi? 15. Shehe, ilikuwa dili la nini? Milioni 15. Nilikuwa nahitajika kwenda kwenye sehemu fulani, nikajaji mamisi wakiwa wanavaa nguo zile za kutembea kwenye stage wakiwa wamevaa vichupi, na mwezi wa Ramadhani. Na ni hela kubwa 15 million, unajua, ndani mwezi wa Ramadhani. Nimekataa. Na nimekataa kwa sababu ya Allah. Kwa sababu si yani kuna namna nyingine Allah anakupima. Kwa hiyo hicho ambacho tumekiongelea ni kidogo sana kwa sasa hivi imani yangu ilivyokuwa. Yani mimi nakwambia inafika miaka 3 sijakanyaga kwenye chochote cha starehe. Kalisa, unasema? Sijaenda wavuvi, sijui elementi wapi, sijaenda. Hakuna alioniona huko. Na insha Allah hutoniona huko. Siwezi kazi yote ambayo itanitoa mimi kwenye maadili ya kutoka kwenda kwenye muziki siwezi kufanya. Labda kabla sijaongea na shehe, ni nini hasa kimekufanya labda ujione kwamba ulikuwa tofauti, ulikuwa uko sawa, sasa hivi umeamua kurudi kwenye dini na umebadilika hasa kwenye mwezi wa Ramadhani? Shehe, tuambie ni kitu gani ambacho Kalisa sasa hivi ameamua bora abadilika, arudi labda tuseme kwa Mungu wake, afate dini. Tumemwona kama hivi Ramadhani kuna iftari zingine ambazo hazina maadili aende. Nini hasa ambacho kimemfanya Kalisa abadilike shehe? Kitu ambacho mimi nakiona ni wakati tu. Muda ukifika kila kitu kina wakati. Kwa hiyo wakati umefika, kwa yeye kurudi kwa Mungu wake, basi karudi. Na mtu mwingine yoyote pia unayemuona kwamba bado, basi wakati haujafika. Ukifika muda, basi na wakati wa Mungu ndio sahihi. Unajua Kalisa, mimi najuaga watu kumrudia Mungu apitie tatizo, apate kikwazo kwenye maisha kidogo, unakuta ndio wanamkumbuka Mungu. Kuna jambo lilopitia labda ugumu kwenye maisha au kuna kitu ulivyofanya umeona too much ukaona bora nirudi? Vizuri. Ukiangalia afya yangu unaona niko sawa kabisa. I'm still looking handsome kama kawaida. Alhamdulillah. Ni baraka za Mwenyezi Mungu. Bado na afya njema, bado na accumulate a lot of muscles ambao watu wengine wanapata tabu kwenye kuongeza muscles na kila kitu. Alhamdulillah, ni baraka, sio kwa ajili yangu.
ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kurudi kwa Mwenyezi Mungu sio kwa sababu labda kuna kitu nilikosa, kwamba labda nilikuwa naumwa sana au nikashindwa kutembea. Kama alivyosema shekhe tu mwenyewe kwamba kuna muda ukifika Allah kuna upeo anakupa wa vitu fulani unaona kwamba yani sawa. Kwa hiyo kuna namna kwa interview mengi kwenye dini yenu nishaongea interview nyingi. Mpaka nilisema kwa interview moja siwezi kuoa. Ipo kwenye rekodi yenu nilisema siwezi kuoa. Na nikatoa sababu za siwezi kuoa. Sasa hivi natafuta naoa. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akipanga muda wote naoa. Lakini nilishakataa kama sitaki kuoa. Sababu za kutaka kuoa ilikuwa ni nini? Nilishaongea nyingi. Kwenye hii channel yenu hii ukipreview nilishaongea kwa kirefu. Nimesema ukioa you lose yourself. Nikasema pia ukioa unakuwa uwezi kuwa wewe tena kwa sababu sometimes ukiwa hujaoa naweza kukwambia twende Dubai saa hizi utaenda, lakini ukishaoa lazima udiscuss na mkeo. Yaani sio tena maamuzi yako, ni maamuzi ya wewe na mke wako. Kwa hiyo unakuwa huna maamuzi tena. 3, unakaa na mtu mmoja mpaka unakufa. Tunajua lengo la kuoa ni kuishi na mtu mmoja mpaka unakufa. Ukioa huwezi tena kuona watu wengine. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo niliongea zamani, si ndio? Sasa hivi nishaona ni haramu na alhamdulillah nimerudi natamani kuingia kwenye ndoa. Alhamdulillah natamani kuingia kwenye ndoa kwa sababu sitaki zina kabisa. Na wale wanawake wote ambao nilikuwa ndani nao nishawa block wote, nishawatimua wote na wanajua habari zangu, nishawafukuza kabisa hata kuwaona. Na hakuna hata mtu mmoja ambaye atakwambia amelala na mimi sijui tangu mwaka umeanza, hakuna. Kwamba wanawake wote unamaanisha walikuwa hawana imani ya Mungu? Sitaki zina sasa sijaoa, kwa nini kanifanya zina? Zina haram Sheikh. Mimi sifanye zina na mtu yote muda mrefu. Sitaki zina kabisa, na sitaki Allah anijalie, sitaki zina. Kwa hiyo hata kama kuna girlfriend wangu anasikia interview, ajue sitaki zina. Na yeye mpaka utakapoa. Mpaka utakapoa. Sasa ushakomeona kwa sababu zina tena au ushakanasemaje? Shekhe, sasa tunamwona Kalisa na matatu. Tunajua amemrudia Mungu. Hii inakuwaje labda kwa Waislamu wenzake anapokutana nao misikitini na vitu kama hivyo? Hawatu mjaji tofauti na vitu kama hivyo? Ukirudi kwa Mungu usitaki kushughulika na watu watakuona vipi, watakujaji vipi, kwa sababu Mungu ndo anayepokea watu waja wake. Kama Mungu amempokea na Mungu anafikiri anajua na amemuona toka anachora hiyo, na Mungu mwenyewe mpaka leo amempokea. Mpaka akawa anasali amerudi kwa Mungu, Mungu ampokea. Hivi kuvaa hereni kwa mtoto wa Kiislamu inakuwa haram? Kwa hiyo Kalisa tusitegemee kuvaa tena. Huwezi kuona tena vaa hereni. Kalisa. Huwezi kuona. Mimi kwenye kitu ambacho nilinifuata huyu shekhe, mpaka tumeanza karibu nilimuuliza, mimi na tattoos, unaona hizi? Ziko nyingine ziko huko kwenye mkono. Na nilipaka shida sana nikiwa nacha udhu kwa sababu kuna watu wananiona. Nikawa najisikia vibaya kwa sababu huwa nafanya maghfira kila siku kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote isipokuwa dhambi hii moja tu, shirki. Kwa hiyo sina hofu ya kusamehewa dhambi ya kuchora tattoo. Na ni moja kati ya kitu ambacho najutia kweli kweli. Yaani najutia nikiwa nalia, na leo najutia kwenye kamera kwa sababu najua kuna vijana wananiangalia. Sasa wakawa labda wanamtamani Kalisa yule kwamba bwana najutia kwenye kamera kwa Allah mpaka kwenye kamera kama kuna kijana anaona si kitu ambacho sawa. Hii mili sisi tumeazimwa sio yetu. Allah amekuazimu unarudisha umwili. Kuna kufuta siku hizi vipi? Kama kuna kufuta kuna technology ya kufuta sawa, lakini nimefuatilia nimeona bado hakuna sehemu ya moja kwa moja, lakini inshallah nitakujibu kwenye process. Sifikiri kuongeza tattoo, sitaki kuvaa hereni, nilikuwa na vitu vingi navaa, sivai siku hizi. Alhamdulillah, riziki Mungu bado anaendelea kunipa, hajabania riziki. Lakini hivi nikiwa na nguvu zangu, sijaumwa kwa kilema, siombi msaada kwa mtu. Nataka niambie watu kwamba umuhimu wa Allah. Kwa hiyo nitafanya shughuli zangu ambazo hazitanifanya nigombane na Allah. Sawa, vipi na utafuata zile ukifanikiwa kuingia kwenye ndoa? Utafuata zile sunna za Mtume ambazo kuoa wake wanne au utapenda ndoa ya mke mmoja? Ndio ngumu sasa au unajibu nini? Maana si Kiislamu inaruhusiwa shekhe. Kufuata zile sunna zile wake wanne. Sababu ya kufanya hivyo kwa sababu ni jambo ambalo Mungu ameliruhusu. Basi atafanya hivyo. Kwa kuna sababu. Kama hakuna sababu kwa nini? Na mimi naoa kwa sababu ya sitaki access to me has to be privilege. Yaani siwezi mimi nikawa tunakutana na mtu namvulia boxer namkumbatia. Yaani mimi yaani hii access inabidi apate mke wangu, mtu halali. Kwa hiyo siwezi kuwa eti hata kama nishafanya vitu vingi huku chafua mtaani, basi nishaomba msamaha, nishaomba wenyewe msamaha na siongee nao tena. Mimi sina girlfriend sasa hivi. Wote wamekula cabbage. Na wanajua nimerudi kwa Allah. Kwa hiyo sitaki mimi mambo ya zina kabisa. Nikushukuru sana Kalisa. Nikushukuru sana brother. Shukrani. Naam. ST Bongo, nyumbani kwanza.